Habari za mchana ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Matumaini yetu ni kwamba wewe ni mzima wa afya popote ulipo, unapoendelea kutega sikio kusikiliza matangazo yetu tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, unakomante vile vile, unapartage. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako au mapendekezo yako baada ya kusikiliza habari zetu mwanzo hadi mwisho. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwenye habari zetu za mchana wa leo tutaongelea matukio tofauti toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuanze na vichwa vya habari. Kwenye habari zetu za mchana wa leo tutaongelea tukio la Uvira ambapo waasi wa M23 bado wanaonekana ndani ya mji. Hali yazidi kuzua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Uvira. Pia kwenye habari zetu za mchana wa leo tutaongelea mapigano makali ya rejelewa Tuwetuwe Itombwe. Hali yazidi kuwa tete kusini mwa Kivu. Pia kwenye habari zetu za mchana wa leo tutaongelea waasi wa RDF wafika Lemera, kijiji cha kihistoria katika nyanda za kati za Uvira. Pia kwenye habari zetu za mchana wa leo tutaongelea pia tukio la Kale ambapo kipindupindu cha rejea kwa kasi katika groupment ya Buzi. Vifo vya watu 13 vyathibitishwa ndani ya wiki. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, baki nasi mwanzo hadi mwisho ili unahakikisha unapata habari sahihi tena za kuaminika. Uvira, waasi wa M23 bado wanaonekana ndani ya mji. Hali yazidi kuzua hofu miongoni mwa wakazi. Mji wa Uvira uliopo kusini mwa jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unaendelea kushuhudia hali ya taharuki kufuatia kuonekana kwa waasi wa M23 ndani ya mji huu, licha ya taarifa zilizokuwa zikidai kuwepo kwa uwezekano wa kujiondoa kwao. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashuhuda, wa baadhi ya wapiganaji wa M23 bado wanaonekana katika maeneo kadhaa ya mji wa Uvira, hususan katika vitongoji vilivyo karibu na barabara kuu ya maeneo ya kimkakati. Uwepo huo unaelezwa kuwa wa makundi madogo lakini unatosha kuzua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Wakazi wanaeleza kuwa tangu alfajiri ya leo hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu. Biashara nyingi zimefungwa, shule hazifungui, huku wananchi wengi wakibaki majumbani mwao wakihofia mapigano ya ghafla. Harakati za watu mitaani ni chache na mji unaonekana kuwa katika hali ya sintofahamu. Tunasikia taarifa nyingi zinazokinzana. Wengine wanasema waasi wanajiondoa, wengine wanasema bado wapo. Sisi raia hatujui pa kukimbilia, alisema mkazi mmoja wa Uvira kwa sauti ya hofu. Kwa upande wa jeshi ya serikali ya FARDC bado haijatoa tamko rasmi linalothibitisha hali halisi ya kiusalama ndani ya mji huo. Hata hivyo, vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa vikosi vya serikali vinaendelea kufuatilia mienendo ya adui na kuchukua hatua stahiki ili kulinda raia na kurejesha utulivu. Wakati huo makundi ya wazalendo yanayosaidia jeshi la serikali yanaripotiwa kuimarisha ulinzi katika baadhi ya maeneo ya pembezoni mwa mji ili kuzuia upanuzi wa waasi au mashambulizi ya kushtukiza. Mashirika ya kiraia na vitongoji vya kijamii wameitaka serikali na wadau wa usalama kulinda maisha ya raia, kuepuka mapigano kati ya makazi ya watu na kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa wananchi waliokwisha athirika. Uvira ni mji wa kimkakati unaounganisha mipaka ya Burundi na Tanzania kupitia ziwa la Tanganyika, na kutetereka kwa usalama wake kuna athari kubwa kiusalama, kiuchumi na kibinadamu katika eneo lote la Kivu Kusini. Huku hali ikiendelea kubadilika kwa kasi, wakazi wa Uvira wanaendelea kuishi kwa wasiwasi mkubwa, wakisubiri kwa kutumaini kurejea kwa amani na usalama wa kudumu. Mapigano makali ya rejelewa Tuwetuwe Itombwe. Hali yazidi kuwa tete kusini mwa Kivu. Mapigano makali yameripotiwa tena katika eneo la Tuwetuwe lililopo katika sekta ya Itombwe, wilaya ya Mwenga, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yalianza majira saa 8 usiku wa kuanzia saa
saa 2 du matin ya asubuhi, kwa jumla tarehe 16 Januari mwaka 2026, na yameendelea kwa saa kadhaa bila kusita. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani na kiusalama, mapigano hayo yanahusisha waasi wa kundi la Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 dhidi ya jeshi la serikali ikisaidiwa na makundi ya wapiganaji wazalendo wanaojulikana kama Wazalendo. Mashuhuda waliopo katika eneo hilo wanasema kuwa tangu alfajiri mlipuko wa silaha nzito na ndogo imekuwa ikisikika katika maeneo ya nyanda za juu ya Fizi na Uvira, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa vijiji vya jirani. Baadhi ya wakazi wamelazimika kuyahama makazi yao na kukimbilia maeneo yanayodhaniwa kuwa salama zaidi, huku wakihofia kusambaa kwa mapigano au mashambulizi ya kulipiza kisasi. Hali ya kijeshi yazidi kuwa tete. Maeneo ya Itombwe, Fizi na Uvira yameendelea kuwa uwanja wa mapambano ya mara kwa mara katika siku za hivi karibuni kutokana na ongezeko la harakati za makundi yenye silaha yanayopigania udhibiti wa maeneo ya kimkakati. Kwa vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa pande zote zinazopigana zinajaribu kuimarisha nafasi zao, huku kila upande ukidai kudhibiti maeneo muhimu. Mapigano ya leo yanakuja siku moja tu baada ya waasi wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 kuchukua udhibiti wa maeneo ya Buruta na Point Zero, maeneo yanayochukuliwa kuwa ya kimkakati yaliyopo katika kati ya Mukera na Minembwe katika wilaya ya Fizi. Udhibiti wa maeneo haya yanawapa waasi fursa ya kusimamia njia muhimu za usafirishaji na harakati za kijeshi katika nyanda za juu. Raia ndio wanaoendelea kubeba mzigo mkubwa wa mzozo huu. Shughuli za kiuchumi zikiwemo kilimo, biashara ndogondogo na masoko ya vijijini vimesimama kabisa katika maeneo yaliyoathirika. Mashirika ya kijamii yanaonya kuhusu athari ya kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani, uhaba wa chakula, changamoto za kiafya iwapo mapigano yataendelea. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya idadi ya vifo au majeruhi, lakini vyanzo vya eneo hilo vinahofia kuwa huenda kumekuwa na hasara kubwa kwa pande zote pamoja na raia waliokamatwa katikati ya mapambano. Wadau mbalimbali wa amani na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kutoa nafasi ya suluhu ya kisiasa na mazungumzo ya amani ili kuzuia hali ya kuzorota zaidi katika eneo ambalo tayari imeathiriwa kwa muda mrefu na mgogoro wa kivita. Wakati huo huo, macho ya wakazi wa Kivu Kusini yanaelekezwa kwa mamlaka ya serikali na jumuiya ya kimataifa wakitarajia hatua za haraka za kulinda raia na kurejesha usalama wa kudumu katika maeneo yaliyoathirika. Ende na habari kutoka huko Lemera ambapo AFC M23 yafika Lemera, kijiji cha historia katika nyanda za kati za Uvira. Lemera, kijiji chenye uzito mkubwa wa kihistoria na kimkakati katika nyanda za kati za Uvira mkoani Kivu Kusini, kimeripotiwa kufikiwa na wapiganaji wa muungano wa AFC M23. Taarifa hii imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na wadau wa usalama kutokana na nafasi ya Lemera katika historia ya migogoro na mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vikundi vya AFC M23 vimeonekana kuingia katika viunga vya Lemera baada ya kusonga mbele kutoka maeneo ya jirani. Ingawa maelezo kamili ya hali halisi bado yanakusanywa, ushuhuda wa wakazi unaeleza kuwepo kwa hofu, kufungwa kwa shughuli za kijamii na biashara, pamoja na harakati za wakazi kuondoka kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Lemera, alama ya kihistoria na kumbukumbu chungu. Lemera si kijiji cha kawaida cha wakazi wa Kivu Kusini. Ni eneo linalobeba kumbukumbu nzito la kihistoria za vita na mateso ya raia, hasa kutokana na matukio ya zamani yaliyogusa sekta ya afya na raia wasio na hatia. Kwa sababu hiyo, taarifa za kufikiwa kwake na makundi yenye silaha zimeamsha hofu ya kurejea kwa machungu za amani, kuongezeka kwa mzozo wa kibinadamu. Wazee wa kijiji na viongozi wa kijamii wanaeleza kuwa Lemera pia ni kitovu cha kuunganisha vijiji kadhaa vya nyanda za kati, jambo linaloifanya iwe na umuhimu wa kimkakati katika usafiri, biashara ndogondogo na huduma za kijamii.
hali yoyote ya sintofahamu katika eneo hilo ili kuadhiri moja kwa moja maisha ya maelfu ya watu. Athari kwa raia na hali ya kibinadamu. Tayari dalili za kuanza kwa athari za kibinadamu zinaonekana. Familia kadhaa zimeripotiwa kukimbia makazi yao kwa kuhofia mapigano au vitendo vya uvunjifu wa amani. Shule zingine zimesitisha masomo huku vituo vya afya vikifanya kazi kwa tahadhari kubwa au kupunguza huduma kutokana na mazingira yasiyo salama. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa kama hali hii itaendelea bila kudhibitiwa, Lemera na vijiji vinavyoizunguka vinaweza kushuhudia wimbi jipya la wakimbizi wa ndani, wakati tayari maeneo mengi ya Uvira na Fizi yamekabiliwa na mzigo wa watu waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano ya awali. Hadi sasa mamlaka za serikali na vikosi vya usalama bado havijatoa taarifa rasmi kuhusu hali ya Lemera, lakini vyanzo vya kiusalama vinaeleza kuwa hali inafuatiliwa kwa karibu. Wito unatolewa kwa raia kubaki watulivu, kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa na kufuata maelekezo ya viongozi wa eneo husika. Viongozi wa kijamii na wa kidini wamehimiza pande zote zinazohusika kuepuka vitendo vinavyoweza kuathiri raia, wakisisitiza umuhimu wa kulinda maisha ya watu wasio na hatia na miundombinu ya kijamii, hasa hospitali na shule. Taswira pana ya mzozo mashariki mwa DRC. Kufikiwa kwa Lemera na waasi wa M23 kunaongeza sura mpya katika mfululizo wa matukio yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hili limekuwa likikumbwa na mizunguko ya mapigano, mazungumzo ya kisiasa na jitihada za kikanda za kurejesha amani bila mafanikio ya kudumu hadi sasa. Wachambuzi wanaona kuwa maendeleo haya yanaweza kuathiri usalama wa nyanda za kati ya Uvira na hata kuleta athari kwa maeneo ya jirani endapo suluhu ya haraka haitapatikana. Macho ya wengi sasa yanaelekezwa kwa hatua zitakazochukuliwa na mamlaka za kitaifa pamoja na juhudi za kidiplomasia na kikanda ili kuzuia hali zisizidi kuwa mbaya. Huku waasi wa M23 wakiripotiwa kufika Lemera, hali ya tahadhari imetanda katika nyanda za kati za Uvira. Raia wanaendelea kuishi kwa hofu na sintofahamu, wakitumaini kurejea kwa amani na usalama. Maendeleo yajayo yanategemea kuwa yanategemea kwa kiasi kikubwa uwezo wa wadau wote kuweka mbele ulinzi wa raia na kutafuta suluhu ya kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na habari kutoka huko Kale mkoani Kivu Kusini, ambapo kipindupindu cha rejea kwa kasi katika groupment ya Buzi. Vifo vya watu 13 vyathibitishwa. Kale mkoani Kivu Kusini, ugonjwa wa kipindupindu umeibuka tena kwa hali ya kutisha katika groupment ya Buzi, wilaya ya Kale mkoani Kivu Kusini, huku vifo vya watu 13 kuthibitishwa kati ya zaidi ya wagonjwa 17 waliorekodiwa katika wiki ya hivi karibuni. Hali hii imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi na mamlaka za afya. Kwa mujibu wa vyanzo za kitabibu katika eneo hilo, idadi ya wagonjwa wanaendelea kuongezeka kila siku, hasa miongoni mwa watoto, wazee na watu wenye kinga dhaifu. Wagonjwa wengi wameripotiwa kuwasili katika vituo vya afya wakiwa katika hali mbaya, wakikabiliwa na hasara kali, kutapika na upungufu mkubwa wa maji mwilini. Dalili kuu za kipindupindu. Wataalamu wa afya wanasema kuwa ukosefu wa maji safi ya kunywa, matumizi ya visima visivyo salama, pamoja na hali duni ya usafi wa mazingira ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia kusambaa kwa ugonjwa huo. Baadhi ya wakazi wamelazimika kutumia maji ya mito na chemchemi zisizotibiwa, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya uhamaji wa watu. Aidha, msongamano wa watu waliokimbia makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama katika maeneo jirani unatajwa kuzidisha hatari ya maambukizi. Wakimbizi wengi wanaishi katika mazingira yasiyo na miundombinu bora ya usafi,
hali inayorahisisha kusambaa kwa magonjwa ya mlipuko. Mamlaka za afya za eneo la Kale kwa kushirikiana na mashirika ya kibinadamu yameanza kuchukua hatua za dharura, ikiwemo kuimarisha huduma za matibabu, kusambaza dawa za kipindupindu na kutoa elimu kwa jamii kuhusu njia ya kujikinga. Pia hatua hizi zinahusisha kuhimiza kunawa mikono kwa sabuni, kuchemsha maji ya kunywa na matumizi ya sahihi ya vyoo. Hata hivyo, wahudumu wa afya wanakiri kuwa wanakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo uhaba wa dawa, vifaa vya tiba na wahudumu wa afya, hali inayoweza kuzorotesha juhudi za kudhibiti mlipuko huu endapo msaada wa haraka hautapatikana. Wito umetolewa kwa serikali ya mkoa kuu pamoja na wadau wa kimataifa kuongeza msaada wa haraka ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huu unaohatarisha maisha ya mamia wakazi wa Buzi na maeneo ya jirani. Wakazi wamehimizwa kuchukua tahadhari kali za kiafya na kuwahi vituo vya afya pindi dalili za ugonjwa zinapoonekana, huku matumaini yakibaki kwa juhudi za pamoja mlipuko huu wa kipindupindu utaweza kudhibitiwa mapema.